Ya, leo tunaianza safari yetu ya ziara kuelekea katika mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na visiwani yenye lengo la kuzunguka kukutoa elimu kwa wanasimba juu ya umuhimu wa kununua na kuvaa jezi original. Tumeamua kulivalia njuga swala hili kwa sababu linaididimiza na kuiumiza klabu yetu ya Simba Sports Club, lakini kama haitoshi linamuumiza na kumuathiri moja kwa moja mzabuni wetu wa jezi ambaye ni kampuni ya Jairut. Swala la jezi feki tunaliangalia kwa jicho la juu sana, lakini ni moja kati ya changamoto kubwa kweli kweli kwenye maendeleo ya klabu yetu, lakini ni moja kati ya jambo baya kweli kweli ambalo linaathiri wawekezaji wote hasa kwenye eneo la jezi. Ukimuuliza Vunja Bei kitu gani kilimuathiri alipokuwa mzabuni wa jezi Simba, atakwambia jezi feki. Ukimuuliza Sunderland kitu gani kilikuwa kikwazo kwako kwenye biashara ya jezi, atakwambia jezi feki. Ukienda ukimuuliza Jairut, ndani ya miezi yako miwili hii mitatu ulioanza kufanya kazi ya Simba Sports Club ya kutengeneza jezi, kitu gani mpaka sasa kimekuwa kikwazo? Jibu lake litakuwa ni jezi feki. Sasa hawa maharamia imefika muda wa kuanza kudili nao perpendicular kwa ajili ya kuiokoa klabu yetu ya Simba, lakini kumsaidia mzabuni aweze kutimiza malengo yake. Jairut kwa kushirikiana na vyombo vya dola anafanya kazi kubwa ya kuwakamata wale wote ambao wanazalisha na kuuza jezi feki. Ameshakamata watu wengi na sasa yupo kwenye mchakato wa kuwafungulia mashtaka, twende tuwapeleke mahakamani kwa kesi ya uhujumu uchumi. Lakini hiyo peke yake kuwakamata tumeona haitoshi. Tulichokuamua hivi sasa na sisi Simba Sports Club tumsaidie Jairut, tuingie mtaani kwenda kuzungumza na wanasimba. Inawezekana mtu asione athari ya jezi feki ambayo anainunua, akaona tu ni kwamba nimenunua tu jezi hii ya Simba basi inatosha, lakini asijue ule uchungu ambao Simba tunaupata kwa kuvaa na kununua jezi feki. Inawezekana hajui hiyo taarifa. Inawezekana hana elimu ya kutosha kuhusiana na madhara ambayo anaisababishia klabu yetu, na kwa mantiki hiyo tumeamua kuingia mtaani sasa kwenda kutoa elimu. Njia ya kwanza ya kumkomboa mtu yoyote ni kumpatia elimu. Wakati Jairut akishirikiana na vyombo vya dola kuwakamata wauza jezi feki, sisi tunakwenda kuwapa elimu wana Simba waachane na kununua jezi feki za klabu yao. Twende tukawaambie ana kwa ana madhara wanaoisababishia klabu yao. Twende tukawaambie wana Simba kudumaa kwa Simba kiuchumi wao ndio sababu namba moja, kwa sababu hawanunui vitu original vya klabu yetu. Kwa hiyo tunaanza safari yetu hiyo, tunakwenda kuzungumza na wanasimba katika vijiji, vitongoji, kata na mashina yao kule ambako wanaishi, kuambia umuhimu wa wao kununua jezi original. Lakini tumewaachia watu wanaouza jezi feki waende wakajitanue hasa katika yale maeneo ya mbali. Wanafika huko wanauza jezi feki. Shabiki wa Simba ambaye anakaa huko ndani kabisa Itigi haijui jezi original, pengine atakapokutana na jezi yoyote yenye logo ya Simba basi yeye ananunua akiamini ya kwamba hii ndiyo jezi original ya klabu yake. Kwa hiyo tulichoamua ni kwamba kwenda kubanana nao kule ambako wauza jezi feki wanafika, na sisi tunafika huko kwenda kutoa elimu, lakini kuwapelekea jezi original. Kwa chombo unaiona hii hapa inaanza safari hii leo ya kuzunguka nchi nzima. Tunatoa elimu lakini tunawauzia na jezi vile vile, ya kwamba usivae hii ni feki, vaa hii original kwa mchango na maendeleo ya klabu yako. Ndio kazi ambayo tumeamua kuifanya, na bismillah tunaianza hii leo. Jahazi naliongoza mwenyewe nikipita katika mitaa mbalimbali, na leo tunaanzia Pwani. Tunaambamba ule ukanda wa Pwani kuanzia Bagamoyo,
Kiwangwa, tunakwenda mpaka Msata, napiga Mboga, Lugoba, Wami, tunafika mpaka Mkata, Msata, tunakula mbuzi choma pale, tunakwenda mpaka Segera, tunanunua machungwa, tunakunja Mombo, Korogwe, moja kwa moja mpaka Same, tunakutana na Wapare, tunakwenda mpaka Moshi, Kilimanjaro, Hai, safari mpaka Arusha. Yote hiyo ni kwenda kuzungumza na wanasimba, kuwaambia juu ya umuhimu wa wao kununua jezi. Na kwa wale ambao bado hawajanunua jezi zao, basi tunakwenda kuwafikishia jezi huko huko katika maeneo yao wanakoishi. Na mchakato huu semaji, mnatarajia utachukua muda gani? Tunatumia siku hizi za mapumziko ya kalenda ya FIFA, kwa maana siku 15 hizi kuanzia hii leo chombo inang'oka. Kurejea hapa Dar es Salaam ni tarehe 15 Mwenyezi Mungu akijalia. Tutazunguka katika mikoa yote hiyo ambayo nimewatajia na mikoa mingine ambayo sijaitaja, kwa maana ya Dodoma, Morogoro, Singida, Tabora, Mwanza, Mara, alafu tunarudi namna hii tena moja kwa moja mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mchakato wa siku 10. Hii sasa itakuwa ni opening, lakini bado utakuwa ni mchakato endelevu ambapo tutazunguka nchi nzima, elimu pamoja na kuuza jezi moja kwa moja. Na mchakato huu utakuwa ni kwa muda fulani mpaka tarehe 15 ndio mwisho, au itakuwa ni endelevu? Hii 15 tutarudi kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea katika mechi yetu ya ligi ya mabingwa Afrika, lakini wengine wataendelea. Lengo letu ni kuona kwamba hatuwapi pumzi wanaouza jezi feki. Tunahakikisha kwamba sokoni shabiki wa Simba anaona jezi feki, anaona na jezi original, alafu anafanya maamuzi ya kununua jezi original kwa sababu kwanza ameiona, lakini amepata elimu ya kutosha ya kwa nini anunue jezi feki, anunue jezi original. Bila shaka mashabiki wa Simba Sports Club wanataka kusikia, baada ya kutoa meneja mkuu, nini ambacho kinaendelea kwa Simba? Kinachoendelea ni programu ya mazoezi ambapo wiki hii kikosi kinarejea tena katika uwanja wa Mo Simba Arena chini ya mtaalam. Kwa mara ya kwanza mtaalam Pantev atakanyaga nyasi za Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza kufundisha vijana wetu mpira, na amefurahi sana kuja Tanzania, na alifurahi pale airport tulimkabidhi jezi original za mnyama na zikampendeza kweli kweli, na akasema tangu ameanza kufundisha kabumbu hajawahi kuvaa jezi nzuri kama ambayo Simba Sports Club amezikuta. Kwa hiyo leo hii wiki hii kati ya leo au kesho tunaanza rasmi programu ya mazoezi, na baada ya muda mchache sana timu yetu mtaiona ina mabadiliko makubwa kweli kweli kwenye eneo la kiufundi. Mbali na hayo, semaji, kumekuwa kuna taarifa za kuhama uwanja wa Benjamin Mkapa kwa mechi za ligi. Pengine utuweke wazi hizi taarifa zikoje, na kama ni kweli mnakwenda kutumia uwanja gani badala ya mechi za ligi ambazo zimesalia? Kwanza kabla hatuja divert, tumemaliza mipango ya jezi. Jana ulizungumza kuhusiana na uuzaji wa jezi, kuhusiana kama kuwa na maduka maalum, miongoni mwa kitu ambacho tumezungumza. Tutakuja kote huko. Leo tuko hapa. Huu mkakati unaandaliwaje Ahmed, kuhusiana na duka maalum kuhusiana na kuuza jezi za klabu? Tuna Kinyago, naona unatamani uje kwa hapa. Hamna njia baba. Leo uonekane. Na waandishi walisema makusudi kaa hapo kwenye gari ili Kinyago asije kukaa nyuma. Amesema hivyo Latifa. Mbaya wako ni Latifa. So basi huyu dada amesema.